إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وأشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, nakusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, aya ambazo nimezitanguliza kuzisoma ni aya ambazo watu wengi huwa wanazisoma na kuzirudia. Haya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziteremsha katika sura Al-Imran. Sura Al-Imran Allah Jalla wa Ala sema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu kweli kweli, taqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu haqqa tuqatihi, hali ya kuwa mnamcha kweli kweli, wala tamutunna, msife illa wa antum muslimun, hali ya kuwa ni Waislamu. Mungu akaendelea na aingia mbele: wa'tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu wote pamoja wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallah, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu, idh kuntum a'daa, pale mlipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Mungu akaziunganisha nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa ndugu. Ndugu zangu, aya hizi za Qur'an zilishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya makabila mawili, Ausi na Khazraji. Makabila haya ni ya Waarabu ambao walikuwa wanaishi Madina, ambao walikuwa na ugomvi mkubwa, wenyewe walikuwa hawaelewani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomteremshia utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikaa kwa muda wa miaka 53 Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya utume alikaa miaka 40 hajapewa utume. Baada ya kukabidhiwa utume alikaa miaka 13 hali ya kuwa mtume akihudumu Makka. Mtume alipopewa utume, yakaanza mazongezonge makubwa ya kumchukia mtume kwa kiasi kikubwa mno, kiasi ambacho mtume akawa hana raha Makka. Makafiri wakawa wamemzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akawa hamna namna yoyote ya kujiokoa, bali aliwaita masahaba ambao hawafiki hata 40, akawaambia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa inatakiwa tuitoe mtu mmoja katika masahaba wa mtume Arqam ibn Arqam radiyallahu anhu wa arda. Yeye
alikuwa nje ya mji wa Makka, na yeye alikuwa amejitolea kwamba masahaba wote baada kuna mizongezonge na mateso na manyanyaso yalikuwa makubwa, alijitolea nyumba yake Aqil ibn Aqam nje ya mji. Alikuwa na nyumba kubwa. Makafiri baada ya kusikia utume wa Mtume, baada ya kuona Mtume anawalingania watu dini, wakafanya kampeni ya kuanza kuwasaka masahaba na kuwaua. Wale masahaba walipita nyumba hadi nyumba ya masahaba makafiri hao, wakafika kwa mzee mmoja Abu Yasir rahmatullahi alayhi. Mzee mashallah ana umri wa miaka 99. Walipofika wakamkuta mzee amesilimu, wakamuuliza hal anta aslamta, je wewe umesilimu? Akamwambia naam. Sasa tunakwambia hivi, kurudi katika dini yetu ya kafiri. Akasema dini ya Uislamu, ni katika Uislamu. Wachofanya nini? Wale makafiri wakamchukua mzee sana huyo, wakamnyonga kwa kamba, wakamtundika juu ya mti, wakati wakimpiga mpaka nakufa. Wakaingia ndani, wakamkuta mkewe Umu Yasir mtumbani, mzee zaidi ya miaka 70 na ziada. Wakamchukua mama, walipomuuliza kama umesilimu, akasema ndio umesilimu. Wakamvua nguo zake, wakachukua mkuki uliochokoka, wakaweka katika moto, ukawaka moto. Yule mama wakambagiza, wakampiga kwenye sehemu zake za siri, damu zikatiririka. Hawajali makafiri, wakamuua yule mama. Lakini bado wakawa na wasaka Waislamu, wakaenda katika nyumba ya Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu warda. Alipo Khabbab akamkuta mkewe ana mimba ya miezi 9. Wakamuuliza, wewe unasikia una mimba umesilimu sana? Mnasema sema utabaki katika Uislamu. Wakamkamata yule mama, wakamvua nguo zake na mimba yake ya miezi 9. Wakachukua kisu moja kwa kisu kasua katika tumbo chama. Hivi wewe unachowahi kuonja mazila na mzana katika Uislamu, nyanyaso na kuteswa katika Uislamu? Masahaba katika hali ngumu wakaenda kujificha kwa Arqam ibn Arqam radhiyallahu anhu, wakifanya ibada zao za siri huko. Na makafiri kwa ukafiri wao wakawa bado wanawasaka Waislamu. Ndipo wakaja watu 6 kutoka Madina Yathrib, kwamba Mtume, hii mnateseka, mnadharaulika, sisi kwetu tunakupendeni sana, njooni. Mtume akasema hapana, mimi siwezi kuwa hapa. Wakaja watu wengine 6 wakawa 12 kwa mwaka uliofuata, wakambembeleza Mtume, akasema mimi siwezi kuwa hapa. Wakaja watu 72, 70 wanaume, 2 wanawake kutoka Madina, katika mji wa Madina Yathrib wakati ule. Mtume akasema hapana, mimi nitawaambia sana sahaba, ndani mnasema hivyo, hawa sahaba zangu nitawaamrisha wahame. Sasa masahaba mabwana walikuwa kihama kutoka Makka kwenda Madina usiku wa manane. Mtu anachukua yani hela zake, msuli wake ovaa, kanzu yake na jamvi lake, anaondoka sija kauao. Aliondoka bwana kutoka Makka kwenda Madina mchana. Alikuwa ni Umar ibn Khattab Asad. Huyu alikuwa ni mama, alikuwa ni mtu ambaye tisha. Yeye ndio alikwenda kuwala pale Makka, mimi sokoni, kwamba jamani, mimi naondoka, atakayetaka mke wake au vijana, mtoto wake au yatima, na yeye mwenyewe asahawiki duniani, alifuata. Hakuna mtu ambaye alimfuata Umar ibn Khattab. Na Mtume akawapa mwalimu anaitwa Mus'ab bin Amir radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Mus'ab bin Amir alikuwa mfasaha, mhifadhi Qur'an. Akamwambia Mus'ab, sitajali kwamba kuna Umar kuna nani, wewe kafundisha dini. Mus'ab bin Amir ndio alifika Madina, akaanza kuwa mwalimu, akiwafundisha watu wa Madina dini. Mus'ab bin Amir
ipo amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama sasa yeye mwenyewe aende Madina. Aliondoka Sayyidina Umar bin Khattab, aliondoka Abu Bakr, Abdullah ibn Quhafa, walifuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Mzangu, safari yao ilikuwa ina misukosuko mikubwa mno, mambo mengi waliyapata njiani, watu waliofuata kutaka kuwaua, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Madina. Mtume alipofika Madina, radhiallahu anhu warda, na Sayyidina Bakr akashtakiwa na Mus'ab bin Amir kwamba Madina hapa kweli umekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hapa hakuko shwari, hapa kuna khismani, watu wametofautiana sana, watu hawakuwa moja, nani na nani wanagombana. Sababu hapa kuna makabila mawili, kuna kabila la Aus na kuna kabila la Khazraj. Wote ni Waarabu wa Madina. Madina wanaishi watu aina tatu, walikuwa Waarabu hawa wa Aus na Khazraj, na walikuwa Mayahudi. Mayahudi wao walikuwa na makabila yao 12 tofauti, Bani Kainuka, Bani Nazir na wengine, walikuwa wakiishi Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, sasa inakuwaje hawa Waislamu kwa Waislamu hawa elewani, inakuwaje? Ewe Mwenyezi Mungu, akhahum baina al-Aus wa Khazraj, Mwenyezi Mungu, hebu tupatanishe kati ya Aus na Khazraj, Mungu waunganishe hawa. Allah subhanahu wa ta'ala ndio akaiteremsha hii aya baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waita Ausi na kuita Khazraj kwamba nyinyi ni ndugu, nyinyi ni Waislamu, na Mungu anasema innamal mu'minuna ikhwa, hata Waislamu ni ndugu. Hawa wakainama wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mwenyezi Mungu, kuanzia leo sisi ni ndugu, tutapatana. Allah ndio akaiteremsha aya wa'tasimu bihablillahi, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu. Yani hablu si maana ya kamba, hablu maana yake ni mujtama, mahaba. Hablu maana yake ni moja, mshikamano, ndio maana ya hablu, kamba. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Walipatana hawa, Mungu anasema wadhkuru ni'matallah, basi kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu. Idh kuntum a'daa, ninyi mlikuwa maadui, au sina Khazraj mlikuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Mungu akakuunganisheni, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ninyi sasa mkawa ndugu. Waislamu, leo fikirie sisi Waislamu namna tuliweka tafarukati kubwa. Waislamu kwa Waislamu wanaumana wao wenyewe kwa wenyewe, Waislamu kwa Waislamu hawapendani, Waislamu kwa Waislamu wanachukizana, Waislamu kwa Waislamu hawawatii viongozi wao, na hii ni hasara ya hali ya juu sana. Mtu kufanya uadui na ndugu yako, kufanya uadui na Muislamu zako, nenda kumwambie akatae yeye tu kwa atake ndugu. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-muslim wal-muslim, Islam na Muislamu zake wakagombana, zikapita siku 3, mmoja wao hakwenda kumwomba msamaha mwenzi wake, basi huyu akifa na yule akifa na ndio mchomo. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikaa Madina msikitini akifanya darasa, akaingia kuna mmoja wa Marwan bin Sufyan. Sayyidina Marwan alipoingia, Mtume alianza kusema
al'an sawfa yadkhulu shakhs min ahli janna, hivi mnavyomwona ataingia mtu miongoni mwa watu peponi. Na Mungu anasema wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tamki Mwenyezi Mungu tu, Mwenyezi Mungu tamki jambo kwa ni wahyu kwa Mwenyezi Mungu. Wakawa wanaangalia ni nani anayeingia katika msikiti. Mtume sasa ataingia mtu miongoni mwa watu peponi. Masahaba wakaangalia wakamwona Marwan Yusufana anaingia msikitini, jamaa mrefu ana ndevu nyingi na viatu vyake kavishika, akaenda mpaka ukutani akaweka viatu vyake akisoma swala sunna, akawa anasikiza mawaidha yakamalizika. Kesho yake Mtume akasema tena al-an sawfa yadkhulu shakhsun min ahli janna, hivi sasa ataingia mtu miongoni mwa watu peponi. Walipoingia alipotazamana wakamwona yule anaingia. Siku ya tatu Mtume akasema tena Sayyidina Abdullah bin Umar rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu akaenda kwa babake, ambaye naomba mimi nimfuate yule mzee ili nikajifunze kitu gani ambacho anachokifanya mpaka Mtume kambashiria pepo. Akamwambia nini? Alipokwenda akakutana na mzee huyu, akamwambia mimi nina ugomvi na baba yangu, ameruhusu nikae kwako kwa muda siku 3 mpaka siku 7 zipungue. Akamwambia mama ni kweli? Akamwambia ni bwana amekuja kwa mzee kwenda kusoma jambo gani ambayo ibada gani ambayo yule bwana anaifanya kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amembashiria pepo. Na kwa kuwa Mtume hasemi uongo, akakaa siku ya kwanza Abdullah bin Umar akimwangalia yule mzee, anamuona ibada zake zile zile, anaswali hadi usiku, anaswali sura 5, ana ziada ile. Siku ya tatu akamwambia nitakuondoka, kwani mimi sijagombana na babangu, lakini Mtume alisema kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa peponi. Nini ulichofanya? Akasema wallahi usiku nikiamka nianze na mimi na siku nikiamka usiku nawaza nani nimegombana naye, kabla siku ilifika na kwenda kumwomba msamaha kwa wale mimi kugombana naye, naomba msamaha. Sasa basi pengine hayo ndio yanapelekea kwa ndugu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min na muumini kama jengo moja limeshikamana pamoja. Idha dada inapokuwa kiungo kimoja kimeumia, jicho limeumia, tadaa lahu bisahri wa hima, mwili mzima unauma. Ndivyo tulikuwa waumini hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hata kuwa muumini wa kweli, muumini wa kweli mpaka ampendelee Muislamu mwenzie lile ambalo analopendelea nafsi yake. Kuwa na husda, kuwa na chuki, kuwa na bughudha kwa Muislamu mwenzie haifai. Jirekebishe tu, kama unaacha jirekebishe tu. Leo utakuta mtu na mjomba wake hawasemi, mtu na jirani yake, wakati Mtume ametuhusia kuhusu majirani na wema namna gani ukafanyia, hata kama si Muislamu jirani yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na jirani yake yule Yahudi. Huyu Yahudi alikuwa anamfanyia vitimbi vikubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani kila siku akiamka, yaani yeye choo chake inakuwa miongoni kwa Mtume, anajisaidia au chafu nini anaweza pale. Mtume akiamka asubuhi anakuta hali ya hewa imechefuka. Mungu anafahamisha huko kwa kufanyia uamini. Mtume anazoa
yale maji na vingine vyote. Ikawa kwenda kwa muda mrefu, yule bwana ampendi tu mtume, hapendi tu Uislamu. Uislamu ni wewe. Ikaenda siku moja Myahudi akawa wanaumwa sana. Mtume anaamka, anaona uchafu hauoni. Huyu jamaa yangu huyo anamwekea mambo yake haya, yuko wapi? Akaja, alikuwa anamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kasinzia, na zamani watu walikuwa wanatembea na majambia hivi, yakamponyoka Mtume akaanguka. Yule bwana akaja akamnyetia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampokonya yale mapanga yake ya vyote, kisha fatanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani kama vile kumdukua. Mtume akageuka, anamwona kasimama ile beti, kasimama ya macho yake, akamwambia madha tadhununi alayya ya Muhammad, hivi unazania nini sasa? Muombe bora wako uwe unamtegemea, mimi lazima iwe sio lazima nikuue. Mtume anamwambia mimi nimefanya nini? Sasa wewe umenifanya nini? Ukunifanya nini? Lazima nikuue na silaha zako ndio. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alinama akimwambia Mwenyezi Mungu maneno yake, dua zake, yale mpango yote yakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na silaha zake zote, yule hana kitu. Mtume akamwambia sasa, wewe ni nini? Wewe niambie utafanya nini? Fanyaje? Nikuue? Yule bedu akasema, ya Muhammad anta akhi karim wa rajulun karim, Muhammad, wewe ndugu yangu na mtu mwema, mimi sikudhania hata siku moja kama utakuwa mtu bidii hivi, nisamehe. Mtume akamwambia, chukua panga yako na wewe kufa. Rahma za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله تبارك وتعالى يقول بقوله يهدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فأنصتوا واستمعوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي ولكم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا ربكم تضرعا يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد اوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehama Makka akahamia Madina. Idhi Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Madina, akasikia katika nyumba na bwana mmoja anaitwa Abu Ayyub al-Ansari, nyumba ina ghorofa mbili. Mtume akakaribishwa katika nyumba hii ya tajiri miongoni mwa matajiri wakubwa. Hebu angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapatanisha maswahaba wale Aus na Khazraj, akawapa jibu, akaambia yeye, kuanzia leo mtakuwa Ansar. Sio watu wao Ansari walikuwa wamemnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale wakawa na umoja na mshikamano wa hali ya juu sana Ansari. Lakini hebu angalia kwa upande mwingine, wale watu kutoka Maka kuhamia Madina walikuwa hawana kitu. Mtu kaondoka hoi tabani, hana chochote, hata kwa kulala hana, kwa ajili ya dini ya Uislamu. Aliwaita kabla ya dini ya Uislamu, ameita wazee wa watu wa Madina, wanakuja hawana kitu, wako hoi tabani. Basi kila mmoja huyo mwingine amtafute mtu wa Maka, huyo atakuja na swali.
awe ndugu yake na amfanye zangu. Masahaba wale watu wa Madina, hebu fikiria kama mtu anaitwa Abu Ayyub al-Ansari, yeye akaangalia akamwona Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal alikuwa ni Mwafrika pia mosi, akaenda akamkumbatia akamwambia, anta akhi fillah, wewe ndugu yangu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nakwambia hivi, mimi na milioni moja hivi, mimi nakupa nusu na wewe unakupa nusu, lakini mimi na wake zangu wako wani, chagua katika shemeji zako hapa yule ambaye unampenda kabisa kukuvutia, mimi nimwache umuone. Imani ya hali ya juu sana, haijawahi kutokezea. Nani wazo kwa nazo masahaba na ndio sisi tunataka tuwe nao, lakini wale masahaba kama hizi fitna ile baki ni mzee baki ni mzee, sisi tuende sokoni kwa kazi asingekuwa. Angalia watu walikuwa wakipendana, watu walikuwa wakihurumiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza akasema mimi baada hii hatujenge msikiti Madina, tutasema ujenge msikiti Masjid Nabawi. Wakatafuta kiwanja, Mtume akaona kiwanja kizuri sana, akasema ile takujenga msikiti hapo. Kiwanja hiki cha nani? Wakasema watu wa Madina, kiwanja hiki ni cha watoto wawili mayatima bayao karibu. Sasa sisi mimi nataka nikinunue kutoka kwao na niwajengee majingine hapa kwa sisi. Wale watoto kwa Mtume wakasema, Mtume sisi kiwanja hiki tunatoa muda. Akasema hapana, tajeni lazima tutaka nyinyi wenyewe kweli. Na Mtume akakinua kiwanja kutoka pesa za mfukoni mwake. Msikiti kwanza kujengwa, Mtume yeye mwenyewe ndio alikuwa akinyanyua matofali akiweka begani, akiwapelekea mafundi lukme yote. Ujenzi Mtume kausimamia mwenyewe wa msikiti wa Madina mpaka msikiti ule umemalizika, na ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki msikiti. Akasema kuna mtu mwenye kuswali katika msikiti huu sababu zake ni zaidi ya 1000. Sisi leo tunaswali katika swala zetu tunapata 25 27. Ukiswali katika msikiti wa Mtume unapata sababu ya 1000 na ziada. Ukiswali katika msikiti wa Makka unapata sababu 100,000. Sasa hivi tujiulize, kama Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe amesimamia ujenzi wa msikiti wa Madina ambao mpaka leo upo. Hivyo wewe, mimi na mtu mwingine ushawahi kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kujenga msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Zangu niwaombe, Morogoro kuna msikiti mingi, lakini kuna msikiti ambao unajengwa sasa hivi kwa ghorofa pale kwa Hawaii. Msikiti ule ulisha crack na ulikuwa uanguke. Kamati ya msikiti kataa ikaamua ujengwe msikiti mwingine mpya kwa ghorofa. Alileta hapo wiki iliyopita wakati kwenye mechi hapa tulichangia msikiti ule. Na leo pia tunaombeni sana tuchangie msikiti ule. Mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuchangia 10, 15, 20, 5,000 na kiasi chochote, leo baada ya swala tujipinde kwa kadri ya uwezo wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bana lahu baita fil janna, mtu ambaye mwenye kujenga msikiti Mungu atamjengea nyumba peponi. Na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath. Anapokuwa mwanadamu pale anapokufa amali zake zote zilishia pale, ila watu walijifika mambo matatu ndio yanaendelea. Moja ni sadaka tunajalia, sadaka yenye kudumu. Na sadaka yenye kudumu maana ni kujenga msikiti wewe na mimi, ila watu wachache walikuwa msikitini ndio wanaweza kujenga msikiti, lakini sio ghorofa pekee yake.
Lakini ukitoa shilingi 10,000, ukitoa shilingi 1,000 ukanunua matofali 10,000, matofali 10, unahesabika kama umejenga msikiti mzima. Sasa msikiti kama vile ghorofa leo hii ukijengwa kama vile msikiti wa Kingo, lini utabomoka msikiti ule? Wewe unaendelea kupata, na inshallah ukitoa kwa ajili ya wazazi wako, baba yako, mama yako, unaendelea kupata mpaka siku yako. Allah atufanikishe. Lakini la mwisho kabisa, naomba sana, sisi tuko Tanzania. Tanzania ni nchi yetu wote, hao na sisi. Almuhimu ndugu zangu, tuiombee amani nchi yetu, na tumwombee amani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ampe amani, busara, na aiongoze taifa letu hili kwa upendo. Mambo mengi ndio kama kayafanya kwa alhamdulillah. Wewe unakwambia ukikasirika, lakini nakwambia wazi kwamba nchi yetu ni nchi ya amani na nchi ya upendo. Leo kuna watu 9 Desemba walikuwa kuleta balaa, lakini Mwenyezi Mungu katuepushia mpaka leo tunapeta, tuko na amani, tuko vizuri kabisa. Tunakumbuka siku ngapi hizo zilikuwa zimepita kule Dar es Salaam, hali ilikuwa ngumu, watu walikuwa tamani wahame, hawawezi kuondoka. Sasa bado na Mtume anasema hubbul watan na iman, hubbul watan na iman, kuipenda nchi yako ni katika amani na imani. Allah tubariki inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على النبي الرحمة وشفيع المنة عدد ما أحصاه به كتابك وضمه، وعلى آله وصحبه في كل مهمة، خصوصا خليفة المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وجميع أصحاب النبيين الطاهرات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة